Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameuawa katika shambulio kubwa dhidi ya Iran lililofanywa na Israeli na Marekani, imesema televisheni ya taifa. Maafisa kadhaa waandamizi pia wameuawa. Kifo hicho kimetia shaka mustakabali wa jamhuri hiyo ya Kiislamu na kuongeza hatari ya kutokuwa na utulivu wa kikanda. Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kifo hicho saa kadhaa kabla, akisema kinawapa Wairani fursa kubwa ya kuchukua nchi yao. Televisheni ya serikali iliripoti kwamba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 86 aliuawa katika shambulio la anga lililolenga makazi yake katika mji wa Tehran. Picha za satelaiti kutoka kampuni ya Airbus zilionyesha kuwa eneo hilo lililipuliwa kwa mabomu mengi. Kifo chake ofisini kwake kilionyesha kwamba alisimama na watu na kuwa mstari wa mbele katika majukumu yake, akikabiliana na kile ambacho maafisa wanakiita kiburi cha kimataifa, ilisema televisheni ya taifa. Mataifa ya Magharibi huamini kwamba Khamenei ni mmoja wa watu waovu zaidi katika historia amekufa. Rais Donald Trump wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii, alionya kuhusu mashambulizi makali ya mabomu na ya uhakika ambayo alisema yataendelea wiki nzima na hata zaidi, ikiwa ni sehemu ya operesheni kali ambayo Marekani imeiharisha kwa kusema ni muhimu ili kuangamiza uwezo wa nchi hiyo wa kuwa na zana za nyuklia. Shirika la habari la serikali IRNA pia liliripoti vifo vya mkuu wa jeshi wa Iran la walinzi wa mapinduzi, mshauri mkuu wa Khamenei kuhusu usalama. Meja Jenerali Mohammed Pakpoo alichukua nafasi ya kamanda mkuu wa walinzi wa mapinduzi baada ya Israeli kumuua kamanda wake wa zamani katika vita ya siku 12 Juni iliyopita. Mshauri huyo Bwana Ali Shamhan kwa muda mrefu amekuwa kiongozi mkuu katika taasisi ya usalama ya Iran. Aidha, jamaa kadhaa wa Khamenei pia waliuawa, akiwemo binti yake, wakwe zake wa kike na wa kiume na mjukuu. Irani ambayo ilijibu mashambulizi hayo kwa kufanya mashambulizi yake ilionya kuwa italipa kisasi, huku baraza la mawaziri likisema kwamba uhalifu huu mkubwa hautakwenda bila kujibiwa. Jeshi la walinzi wa mapinduzi limesema litaanzisha operesheni yake kali zaidi ya mashambulizi kuwahi kushuhudiwa, ikilenga kambi za Israeli na Marekani. Iran imeunda haraka baraza la kutawala nchi hadi kiongozi mpya mkuu atakapochaguliwa. Linaongozwa na Rais Masoud Pezeshkian na wajumbe wengine wawili waandamizi. Mkuu wa idara ya mahakama na mwenye misimamo mikali Goram Hossein Mohsen Ejei pia ni sehemu ya watu hao. Televisheni ya serikali iliripoti ikimnukuu Mohammed Mokbel, mmoja wa washauri wa Khamenei. Ingawa baraza hili litaongoza katika kipindi cha mpito, jopo la wanachama 88 linaloitwa baraza la wataalam linatarajiwa kumchagua haraka kiongozi mpya mkuu chini ya sheria ya Iran. Awali ripoti kuwa Khamenei alikuwa ameuawa zilizusha shangwe mjini Tehran. Watu katika mji huo walisikika wakipiga kelele kwa furaha kutoka madirishani mwao, huku habari zikisambaa kupitia vyombo vya habari vya Iran vilivyoko uhamishoni ambavyo vinaweza kupokelewa nchini humo kwa satelaiti. Lakini kwa upande mwingine, waombolezaji walisimika bendera nyeusi ya maombolezo juu ya kaburi la Imam Reza huko Mashhad, jiji la pili kwa ukubwa nchini Iran na eneo kubwa la hija kwa Waislamu wa Kishia. Milipuko kadhaa mikubwa ilisikika kwa siku ya pili, siku ya Jumapili, katika eneo la kitovu cha biashara cha kikanda Dubai na katika mji mkuu wa Katari wa Doha. Mashahidi walisema baada ya Iran kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya mataifa ya jirani ya Ghuba kujibu mashambulizi hayo. Ving'ora vya kutahadharisha kuhusu mashambulizi ya angani vilisikika mara kwa mara kote Israeli mapema Jumapili, huku mfululizo wa milipuko ukisikika huko Tel Aviv na mfumo wa ulinzi wa anga wa Israeli ukajaribu kuzuia makombora ya hivi karibuni ya Iran. Kusini mwa Iran, watu wasiopungua 115 waliripotiwa kuuawa katika shule moja ya wasichana iliyopigwa na wengine wengi zaidi walijeruhiwa. Gavana wa eneo hilo aliambia televisheni ya serikali ya Iran. Msemaji wa jeshi la Marekani Captain Tim Hawkins alisema
alikuwa na ufahamu wa ripoti kwamba shule ya wasichana ilipigwa na kwamba maafisa wanachunguza hilo. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alirudia kauli yake ya kulaani mashambulizi ya anga ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya Israeli na mataifa ya Ghuba wakati wa mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Alielezea operesheni hizo kama ukiukaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao unakataza tishio au matumizi ya nguvu dhidi ya uadilifu wa eneo au uhuru wa kisiasa wa mataifa. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alitoa wito kwa pande zote kurudi mara moja kwenye meza ya mazungumzo, haswa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Na mpendwa mtazamaji, na imani umepata habari kemkem kuhusu sakata linaloendelea Mashariki ya Kati. Basi nikuombe subscribe ili uweze kupata video hizi hapa mara kwa mara. Bye bye.